D29 au Mo 29 bwana, lile sakata lilivyotokea. Shusha komenti yako hapo jamani, tukumbushane tu ule ukweli kwamba hivi ni kweli kabisa Watanzania ndio wamesahau kabisa kuhusiana na vifo vya Watanzania wenzao ambao walikuwa wakipigania haki yao siku ya tarehe 29 Disemba. Tukumbushane tu. Yaani imagine wewe ni Mtanzania unampoteza mtu wako wa karibu namna ile. Kweli Watanzania tumesahau. Kweli kabisa uongozi wetu umeshindwa kujua au kujua solution au suluhu ya lile jambo nani aliyeagiza nchi yetu Tanzania, nchi yenye amani. Lakini mimi nasikia tu huko kwamba wanakuambia wale waliokuwa wakiandamana au waliokuwa wametoka kwenye siku ya tarehe 29, wale watu walikuwa ni vibaka. Jamani, tumwogope Mungu sana. Tumwogope Mungu sana kwa sababu hii dunia kuna watu wakatili sana. Hii mimi nimekaa kwa muda na kiukweli ule ukweli ya kweli, hii kitu huwa inapita inaroli kwenye akili yangu, nasema kabisa kweli Watanzania milioni 60 wamekaa kimya pasina kupaza sauti yoyote, pasina kuongea jambo lolote, pasina kushauri jambo lolote kuhusiana na vifo vya Disemba 29. Lakini kwa nini tulifanya vile? Kwa nini walifanya vile? Watanzania, uhai ni muhimu sana. Uhai ni kitu muhimu sana kuliko kitu kingine chochote kile. Mimi ni kijana mdogo, lakini kuna mambo mengine nayaona ambayo yapo kwenye ngazi za kiserikali na huwa nashindwa kuyadiscuss au kuyasema. Unajua, chini ya uongozi inaeleweka kabisa kwamba chini ya uongozi imekaa katika ile life tree kwamba anakuwepo upline, anakuwa downline, anafuata downline, anakuwepo watu wanaenda kwa step. Kwa hiyo upline asipokuwa na voice, asipokuwa na sauti, basi hao downline wanajichukulia tu maamuzi ambayo wao wenyewe wanayafanya, au kuna vitu ambavyo wanakuwa wanavifanya wao kama wao kwa maamuzi yao wao binafsi. Lakini unajua kwa nini Uncle Magu au tunasema Bulldozer aliweza ku maintain au aliweza kuicontrol hii nchi ya Tanzania? Bulldozer aliweza kuicontrol hii nchi ya Tanzania kwa sababu ya kwanza, aliita viongozi wote ambao wako down, yani wako chini yake, mpaka mabalozi aliwaita na akasema nao, akazungumza nao, akajadili nao na akawapa mikakati na misingi kwamba sauti inayotoka juu inapaswa ifuatwe. Lakini mimi kuna baadhi ya viongozi wetu ambao wanatuongoza na wao ni ma-upline. Kiukweli mimi wao wanaona ni hopeless. Wanaona ni watu ambao hawafuati strategy ya uongozi, ila wao wako kwenye kuangalia kwamba nani anakosoa na nani anasema, ndio wanaenda direct. Yaani sawasawa na mwanamke, wewe umemuoa mwanamke, alafu yule mwanamke akawa na tabia ya kuzungumza na wanaume nje, umeona? Alafu we mwanaume, kabla ya kumkanya mwanamke aache tabia ya kuzungumza na wanaume nje, wewe unaenda kuwakanya wanaume wa nje waache kuzungumza na mke wako. Kiukweli hapo hautokuwa umesolve kitu chochote, hautokuwa umefanya through yoyote. Sijui umenielewa. Mimi sina mengi sana ya kuzungumza, mwenye kunielewa atakuwa amenielewa, ambaye hatakuwa amenielewa basi ibakie tu kwamba hajanielewa. Lakini kiukweli mimi background ya matukio ambayo yalitokea ile Disemba 29 huwa najiuliza kweli kabisa ma-upline wameshindwa kujua
au kuzijibu hizo tuhuma. Yaani watu wamefuata oda. Nani aliyetoa oda? Je, yale matukio yaliyokuwa yakipostiwa na wanaharakati na wanasiasa yalikuwa ni mambo ya uongo kuhusiana na yale magari ya kifahari, watu wanajimilikisha mali ni inakuwaje? Can you imagine jamani? Mimi nimekuja kusikia jambo moja. Mheshimiwa mwana FA anasema kwamba mpaka content creator naye alipe, yani atozwe shilingi 50,000 kwa gharama ya kutengeneza maudhui yake mtandaoni, ili hiyo fedha iingie kwenye masuala ya kiserikali. Jamani, sawa, hatukatai, hatujawahi kataa kulipa kodi, lakini mtazameni Mtanzania, mtazameni huyu mtu wa kiwango cha chini zaidi. Unajua kiongozi ni kitu ambacho umepewa ridhaa na watu na wamekutuma uwatumikie, sio waumize. Wamekutuma uwatumikie. Mimi niseme niishie hapo. Asante sana.